Mnanikumbusha zile sita za jana zile. Sana kwa nashinda kujizuia kucheka. Basi tuanze kwenye sita basi. Tuanze kwenye sita. Tuanze kwenye sita basi. Bana, leo tuko hapa Temeke, kata ya Sandali, Temeke Mikoroshini, kwenye kituo cha Madinat Munawwar. Na kilichotuleta hapa sisi ni jamii ama jumuiya ama wanafunzi waliosoma shule ya sekondari ya Kirinjiko ambayo iko wilayani Same mkoani Kilimanjaro. Shule yetu inatimiza miaka 25 tangu kuanzishwa kwake mwaka 2000, na mwaka huu tunatimiza miaka 25. Kwenye kutimiza miaka 25 ambayo ni robo karne, tukasema hili jambo lisipite hivi hivi. Lazima tufanye jambo sisi kama wanafunzi wa Kirinjiko. Na jambo pekee ambalo tumepanga kufanya ni kufanya maadhimisho ambayo yatafanyika tarehe 19 shuleni kwetu Same pale Kirinjiko. Tunafanya maadhimisho haya kwa sababu nyingi. Mmoja wapo ni wana Kirinjiko kwanza kukutana. Maana baada tangu tumemaliza shule tumepoteana. Kila mtu yupo kwenye mpango wake. Inawezekana mnakutana lakini ni kwa magnitude ndogo, yani mmoja wawili. Kwa hiyo tukasema tukutane wote kama jamii ya Kirinjiko kwa ajili ya kukumbuka yale ambayo tuliwahi kuyafanya huko nyuma. Lakini vile vile tukutane ili tufanye tathmini ya shule yetu. Shule yetu imetoka wapi, inakwenda wapi? Kwenye miaka 25 shule inaweza ikadumaa ama inaweza ikakua. Sasa mtajuaje kama imedumaa ama imekua? Ni mpaka mkutane mfanye hiyo tathmini. Kwa hiyo tukasema tukutane Kirinjiko ili tukafanye tathmini ya pamoja. Tuiangalie shule yetu inapiga hatua ama imedumaa, na kama imedumaa sababu ni zipi, na kama inapiga hatua tufanye kitu gani shule yetu iendelee kuwa bora zaidi. Kwenye miaka 2000 ulikuwa ukizungumzia shule bora ya sekondari ya Kiislamu, Kirinjiko ilikuwa ni moja wapo. Na ilikuwa ukizungumzia shule bora kwa ukanda wa Kilimanjaro ama kaskazini, Kirinjiko ilikuwa ni moja wapo. Kwa hiyo tunakwenda kwenye maadhimisho haya ili kwenda kufanya hiyo tathmini. Je, Kirinjiko bado ipo kwenye ubora wake ule? Lakini wale wote ambao tumepita katika shule ile, ni kwa namna gani tunaweza kwa pamoja kuisaidia shule yetu? Tunataka kuiona Kirinjiko ikiendelea kuwa bora na kuwa imara kwa miaka 25 inayokuja. Miaka 25 hii tunakwenda kutengeneza msingi. Tutakaporudi tena, watakaokuwa hai, mimi nitakuwa walete tayari, watakaokuwa hai kwa hata kama nitakuwepo nitakuwa mzee. Sababu sasa hivi nina 30 na ukichukua 25 nitakuwa mzee namna hii. Kwenda msumbufu kama wale wazee. Nitakuwa sina mkutano mingi. Utakuwa na vipengele kama wale wazee. Lazima. Kwa hiyo tunakwenda kutengeneza msingi ili miaka 25 inayokuja Kirinjiko yetu iendelee kuwa imara na kuwa bora. Kwa hiyo tukasema tufanye hilo jambo. Sasa tunapoenda kwenye maadhimisho ya miaka 25 ya Kirinjiko, tunafanya kitu gani sasa? Build up. Unaelewa tumechukua ile mipango. Unapokuwa na mechi ya kimataifa unakuwa na hamasa hapa. Sijui umeelewa ni copy and paste. Kwa hiyo tunapokwenda kwenye miaka 25 ya Kirinjiko tarehe 19 ya mwezi wa 4, tunafanyaje hapa? Tunakuwa na mfululizo wa matukio haya kwa ajili ya kutengeneza hamasa na kuiambia jamii kwamba jumuiya ya Kirinjiko iko very active. Kwa leo tumekuja hapa kwa ajili ya kutoa msaada. Wana Kirinjiko kutoka maeneo mbalimbali wamekuja kwa ajili ya kuja kufanikisha jambo hilo. Na kwa dhati kabisa nichukue nafasi hii kuwapongeza na kuwashukuru wana Kirinjiko wote ambao wamekuja hapa hii leo Madinat Munawwar kuja kushiriki kwa pamoja zoezi la kutoa msaada kwa watoto yatima. Tunafahamu wameacha vitu vyao vingi, lakini kwa sababu ya Uislamu wao na kwa sababu ya shule yao
wakasema wacha tukajumuike wana Kirinjiko kwenda kuwapa futari watoto ambao wanaishi kwenye mazingira magumu. Kwa yule yoyote ambaye amechangia fedha, amechangia muda wake, tunawapongeza na tunawashukuru kwa moyo wao wa kujitoa. Na jambo ambalo liko mbele yetu hivi sasa ni kuendelea kukusanya nauli kwa ajili ya wana Kirinjiko kuhudhuria maadhimisho yetu ya miaka 25. Kwa upande wa Dar es Salaam tumeandaa usafiri wa pamoja na tumeandaa usafiri wa aina mbili. Kuna Costa ambayo ina bei yake ni shilingi 70,000, lakini kuna basi VIP ambayo ni shilingi 100,000. VIP. Sawa hiyo. Ambao ukikaa unanyoosha miguu namna hii kama uko sebuleni. Ni shilingi 100,000. Alafu kuna Costa ya shilingi 70,000. Hiyo kama unaenda kuzika. Lakini bora umefika Kirinjiko. Bora umefika Kirinjiko. Yani fanya kuliko ukakosa, fanya unaloweza uweze kufika Kirinjiko. Lakini kwa upande wa Mwanza pia na kwenyewe kuna wanafunzi wengi. Na kwenyewe vile vile kuna usafiri wa pamoja ni 130,000 mpaka Kirinjiko. Hiyo ni kwa basi la VIP. Lakini kwa usafiri wa Costa ni shilingi 90,000. Kwa mikoa mingine Dodoma pamoja na Morogoro unaweza wewe mwenyewe tu ukaji organize wako mwenyewe na ukahudhuria jambo hili. Jambo la msingi ni kila mwana Kirinjiko anatakiwa kuhudhuria maadhimisho haya. Ni muhimu kwa sababu tunakwenda kutengeneza msingi muhimu kwa mustakabali wa shule yetu. Hii taasisi itakuja kutunufaisha sisi wenyewe baadaye, kwa maana tunakuwa na sehemu sahihi ya kupeleka watoto wetu. Tumeshaanza kupata watoto. Kwa hiyo wanapofikia muda wa kusoma unakuwa hauwazi. Tayari unakuwa na sehemu ambayo ni imara kwa ajili ya kumpeleka mtoto wako. Utampelekaje mtoto wako hapo kama haujatengeneza misingi imara ya kuwapeleka watoto wako? Kwa hiyo ni muhimu sana kila mwana Kirinjiko kuhudhuria kwenda kuadhimisha miaka 25 ya shule yetu pendwa ya Kirinjiko Islamic Secondary School. Maswali tafadhali? Bado wataenda sekondari. Primary ndakanishi nao kidogo. Walio kufanyika hapa kuelekea maadhimisho kitaongeza nini? Ni kwanza hili ni jambo kubwa sana ambalo tumelifanya hapa. Kwanza linampendeza Mwenyezi Mungu. Kumbuka hii ni sadaka. Na unawapa wale watu wenye uhitaji wa moja kwa moja. Watoto wetu hapa wa Madinat Munawwar leo watakula vizuri baba. Watafurahia. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo linampendeza Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu ukimfurahisha na yeye lazima akufurahishe. Maana yake ni kwamba kuelekea kwenye tukio letu iko namna ambayo tunamwomba Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi. Lakini jambo ambalo linatija kubwa kwa sababu hii ni pre-event. Ni tunawakusanya wanafunzi kuelekea katika tukio letu. Kwa wale ambao wataona hii, maana yake watahamasika zaidi na lengo la kuwapeleka wana Kirinjiko litatimia kwa 100%. Nimesikia kuna mpango wa futari. Yes, baada ya tukio hili la kutoa futari kwa watoto yatima, sisi wenyewe wana Kirinjiko tunafanya mpango wa kufuturu pamoja kwenye eneo. Wanahabari ampo. Labda awe mwanahabari aliyesoma Kirinjiko. Kwa hiyo tutakutana pale, tutafuturu pamoja wana Kirinjiko, tutafurahia pamoja na baada hapo tutaelekea katika maadhimisho yetu. Mwaliko utakuwepo lakini sio press conference. Kimya. Wanahabari hamna hiyo. Anauliza mtandaoni. Anasema mpaka dakika hii amini kama umesoma. Jambo la muhimu sana hilo. Sasa nyinyi hamjawahi kuona watu wanoko katika maisha yenu. Leo wacha niwaletee mtu mnoko vibaya mno ambaye alikuwa achoki. Said Zuberi Njoba. Ndo gwiji. Ndio wanongo. Bwana alikuwa mwalimu wetu. Ayo siri, sadaka inaga mbwembwe. Huyu bwana anaitwa Sheikh Said Zuberi Bamanya. Kipindi hicho tulikuwa na mtabounce, alikuwa amevimba hivi. Sasa hivi kapungua. Amepungua kazi na umri. Bwana huyu mwalimu
alikuwa ni mnoko kweli kweli. Yani hiyo sio masiara. Nadhani ni mapenzi yake na taasisi yake aliyokuwa anaifanyia kazi, kwa maana Kirinjiko, mapenzi ya dini yake, kwa sababu kazi aliyokuwa anaifanya ilikuwa ni kazi ya kujitolea kwa 100%. Kirinjiko kila weekend kuna swala za usiku, tuenda tahajjud au qiyamul layl. Sasa zile tulikuwa tunaona tabu mno, kwa sababu tulikuwa tunalazimishwa. Sasa hivi tunaziswali wenyewe bila kutaka, kwa sababu shida ni nyingi. Lazima uamke usiku kumwomba Mungu. Lakini by then hauna shida, unalipiwa kila kitu, unaona tabu kunyanyuka. Sasa Sheikh Bamanya alikuwa anapita kila bweni kuamsha watu, na mabweni makorofi yote alikuwa anajua. Kwa hiyo adhana ikisha adhiniwa anajua tu, yani Tanga chumba namba 1 kuna fulani, wale hawawezi kuamka kwa hiari yao. Kwa hiyo atakwenda msikitini, ataswali au atangani kashafika, akitoka hapo anapita bweni moja mpaka bweni jingine kuamsha watu. Sasa akaanzisha kamtindo kamoja, adhana ikishalia, watu wakishaanza kusali, anakuja kwenye safu ya mwisho, anasema okay, wewe Ricky ndo wa mwisho hapa sawa, anaondoka. Anakuja upande huu, anasema Diego wewe ndo wa mwisho hapa, anaondoka. Alafu anakwenda kuamsha watu, kufukuzana na watu sasa huko. Akishakuja baada ya swala kukamilika, anasema wa mwisho huku simama, unasimama Diego. Wa mwisho huku simama, anasimama huyu. Kwa wale wote ambao wamepanga safu kuanzia nyuma ya pembeni yako wewe na wewe, wale wote automatic wamechelewa. Sisi wahuni tulikuwa tukija, atukae pembeni ya mtu wa mwisho, tunakwenda katikati. Na tulikuwa na wahuni wenzetu ambao wakifika wanatanua miguu namna hii. Anajua nitapata mwenzangu ambaye tamstiri. Kwa hiyo bwana, nimefurahi leo tumekutana naye. Ni katika kuelekea katika tukio letu la maadhimisho ya miaka 25 ya Kirinjiko. Ana mchango wake mkubwa, yeye pamoja na walimu wenzie, na walimu hawa sisi tunawathamini sana, kwa sababu miaka ya 2000 huku wakati wao wanaanza kufanya kazi, shule yetu ilikuwa si chochote si lolote, kwa maana taasisi ndio ilikuwa inaanza kujitafuta, bado haijasimama imara kama ilivyo sasa. Walikuwa wakitaka kwenda mjini wanapanda Kenta. Imagine mwalimu anapanda Kenta. Lakini walikuwa wanafanya hivyo kwa maslahi ya kujenga ile taasisi, na walijitolea pakubwa. Hatimaye taasisi hii leo imefikisha miaka 25. Kwa bwana Sheikh Said Zubair Bamanya, sisi bwana, kwa niaba ya wanafunzi wote ambao walikuwa wanatuonea kipindi kile, tunashukuru sana. Kusema kweli umetusaidia pakubwa, na kwa uchache tu unaweza kuzungumza na vijana wako kuelekea katika maadhimisho ya miaka 25 ya Kirinjiko. Na mimi binafsi nakukaribisha wewe kwenye maadhimisho haya, Mwenyezi Mungu akikujalia muda, na kwa kutambua mchango wako, nauli yako ya Kirinjiko nitakulipia mimi shilingi 100,000 kwenye basi la VIP, uende na wewe ukaione taasisi yako ambayo uliifanyia kazi kwa mapenzi na moyo wa hali ya juu. Karibu sana. Naam, asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kunipa fursa hii ya kukutana hapa na vijana ambao tumeleana na wafanyakazi wenzangu kwa ajili ya kutoa sadaka hii kwa vijana yatima. Lakini la pili pia nashukuru kwamba walaoleta wazo hili la kuunganisha vijana, Allah walipe kheri. Na la mwisho nashukuru pia vijana kwamba kutambua nafasi yetu sisi katika mchakato wa kuwalea. Kimsingi kwa ufupi sana, jamii inalia kuna changamoto ya mmomonyoko wa maadili. Na sisi tulikuwa tumeona sehemu kubwa sana ambapo watu wanaharibiwa ni sehemu gani watu wanatengenezwa. Wanatengenezwa kwenye taasisi ya elimu. Wanapewa fikra, mawazo, mitazamo na vitu vya namna hiyo. Sasa masomo yanawatengeneza kufanya vitu kuwa watu wazuri katika maeneo ya kidunia, lakini nafsi zinakuwa zinaharibiwa kwa namna moja au nyingine. Sisi kwa sababu tulisoma tukatambua hilo, tukaamua kujitoa kwa moyo mkunjufu kupambana kuwafundisha vijana masomo ya mazingira, wafahamu dunia yao,
lakini wafahamu wajibu wao kwa Mola wao, ili watakapoenda kupata nafasi popote watakapopata wawe waadilifu, ili jamii ipate manufaa kutokana na wao. Sasa hivi ukifuatilia taarifa za mfano kama mdhibiti mkuu wa serikali za hesabu serikali, wanaofanya ufisadi ni wale ambao wamesoma, wamepewa dhamana ya kuitumikia jamii. Lakini kwa sababu wanakosa uadilifu, jamii inapata dhiki kutokana na wao. Sasa kukutana na vijana kama hivi, walau wanajua nafasi yao kwa Mola wao, sisi kwetu ni faraja, na hasa hichi ambacho kimetuma kwenda kwenye kulea. Wito wangu kwenu nyinyi wanahabari, lakini pia na watu wengine wanaonisikiliza, watu wanapewa dhamana yoyote katika jamii, basi wajue wamepewa, wataenda kuulizwa, watumie dhamana yao katika misingi ya uadilifu, kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu, kujua kuna kesho, lakini pia nafasi yao iwe ni sehemu ya watu kupata faraja, si kupata dhiki. Unakuta mtu anapiga pesa nyingi sana, akipata nafasi watu wanamkoma. Sasa lakini nafasi hii hakai muda mrefu, anaondoka. Sasa badala ya watu wao kupata manufaa kutokana naye, wanapata dhiki mpaka nafika tu wanakuwa wanamchoka. Kama anavyosema kijana, kuna sehemu sisi tulikuwa tunazikazia sana, ambazo watu yani tuko natia mkazo, kwa sababu ndio hizo sehemu kubwa sana jamii haijalipa kipaumbele, lakini hizo sehemu zikitiliwa mkazo ndio haswa zinafanyaje. Malizi kwa hadithi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kipande kidogo, anasema ala inna fi jasadi mudghah idha salaha salaha jasad kullu. Kwa mwili binadamu kuna kiungo kimoja, kikitengamaa basi mwili mzima watengamaa, kikiharibika mwili mzima nini haribika. Ala wa hila qalbu nini ni moyo. Kwa sisi pamoja na vurugu za kujenga vijana kiakili, tulikuwa tunalenga kwenye moyo, kwa sababu ukitengamaa moyo ndio utamfanya mtu asiwe na roho mbaya, asiwe fisadi, asiwe mwizi, watu wasinyanyasike naye, akiwa ni mhandisi, akiwa ni daktari, akiwa wote atakavyokuwa, basi watu watapata manufaa kutokana naye na taaluma yake badala ya nafuta maneno. Kwa mimi watu wangu ni huo, lakini pia niwaombe Mwenyezi Mungu hawa vijana Allah awadumishe, pia awajalie mwisho mwema katika maisha yao, katika vipato vyao, riziki zao, katika mambo yao ya kazi, na mwisho kabisa ajalie wale ambao wana changamoto za kimaisha na pengine kama ndoa, Allah awajalie wapate nafuu, na nyinyi pia wana habari, Allah awajalie mwisho mwema vile vile. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Asante sana Sheikh Said Zuberi Bamanya. Makula zako zilikuwa ni witi 1 3, ila ukipiga 3 utaua. Kwa nyingi wao ni 1. Tutambulisha kwa 12. Second master. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi naitwa Waziri Msangi. Nilikuwa second master wa Kirinziko Islamic Secondary School tangu mwaka 2002 mpaka mwaka 2017. Leo tuko hapa katika kituo hiki cha watoto yatima katika kutoa chochote ambacho tumejaliwa na Mwenyezi Mungu katika kuwasaidia wale watoto ambao wana mahitaji maalum. Kile Mwenyezi Mungu alichotujalia kidogo ndicho ambacho tumekifanya. Kwa hiyo hili jambo ni jambo kubwa na jambo ambalo Mwenyezi Mungu analihimiza. Lakini sambamba na hilo, ni shukuru wanafunzi wa Kirinziko Islamic Secondary School ambao leo hii tunawaita Kirinziko alumni, wanafunzi waliohitimu katika kituo cha Kirinziko. Hili jambo limefanyika kwa sababu ya nguvu zao. Wao ndio wameliwezesha, wao ndio wamelibeba, kwa sababu wana jambo lao tarehe 19 ya mwezi wa 4 linaloitwa maadhimisho ya miaka 25 ya kituo chao cha Kirinziko. Baada ya kukaa na kupeana mawazo, waliona kwamba ni lazima wajikusanye, watengeneze kumbukumbu ambayo itaendelea kuishi. Kirinziko wamelelewa, wakakua, sasa hivi wako katika maeneo tofauti tofauti. Wengine ni wahandisi humu, wengine ni wa madaktari, wengine ni madereva, wengine ni walimu. Kila mmoja anaihudumu jamii kwa namna moja au namna nyingine. Lakini yote haya yanaleta faraja pia, kwa sababu sisi walimu wao tuliokaa nao, pamoja na mikiki ile ya kupeana, lakini ile bado kwao haikuwa tatizo.
wameona kwamba ile mikiki ilikuwa ndio namna ya kuleana. Sasa leo hii tumekutana hapa, tumecheka, tumefurahi, watu tumeachana tangu miaka 2003 mpaka leo ndio tunaonana. Lakini tumefurahi, kila mtu anafurahi kumuona mwenzake. Kwa hiyo hili jambo kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwamba linatujenga na linatuzidi kutuweka katika njia ile ambayo tumekusudiwa, kwamba tuunganishe nguvu zetu. Kwa sababu Kirinjiko, kwa mfano, natoe mfano, Kirinjiko imejengwa na wazee. Bahati mbaya wazee wale hawakwenda sekondari kama sisi. Walikuwa ni mawazee tu wa mtaani Leima, lakini wakapata mawazo kwamba ili tuwe ili tujenge fikra za watoto na maarifa ya watoto wetu na imani au dini za watoto wetu, lazima tuwe na vituo. Kwa hiyo wakajenga vile vituo. Sasa vile vituo wazee wale walijitahidi kadiri walivyojitahidi. Sasa kilichobaki ni sisi kuendelea kuviimarisha na kuhakikisha kwamba vinaendelea kwa lengo lile la kutoa vizazi na vizazi ambavyo kwanza vinakuwa viadilifu, lakini pili vinakuwa na weledi. Hilo ndilo jambo kubwa. Kwa hiyo professionalism na ethics zitazingatiwa katika utendaji. Hiyo ndio jamii inayohitaji. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salam. Sasa naomba wanafunzi kidogo, dada Asia Yasin atie neno kidogo. Asante. Kwa majina naitwa Asia Yasini, nilikuwa mwanafunzi wa Kirinjiko. Sisi ndio wa kwanza kabisa. Kuanzia mwaka 2000 tulianza form 1 pale mpaka 2003, na pia nilibahatika kuwa kiongozi mkuu ambaye nilikuwa head girl upande wa wasichana. Napenda kutumia nafasi hii kushukuru wanafunzi wenzetu bachi zote kuanzia 2000 tulivyoanza mpaka sasa hivi kwa kuweza kutoa sadaka yetu ndogo katika kituo hiki cha Al-Madina hapa Temeke. Na pia napenda kutumia nafasi hii kuwafanyia kama wito wanafunzi wote wa Kirinjiko tarehe 19 mwezi wa 4 waweze kufika pale Kirinjiko, kwa sababu tuna jambo letu. Unajua, unapokumbuka ulipotoka ni pazuri zaidi, kwa sababu bado uko hai. Nenda rudi kapaangalie na upahudumie, kuliko usubiri pameharibika ndio uanze na wewe kusema jamani ningejua. Kwa hiyo naomba watu wote ambao walisoma Kirinjiko, walimu na wanafunzi, licha hapa tupo wanafunzi na walimu, lakini hata kama hawapo hapa, mikoa yote waweze kuhudhuria katika kidogo chetu tumeweza kutoa, na kikubwa zaidi kitakuwepo hiyo siku ya tarehe 19 mwezi wa 4. Asanteni sana, nashukuru. Okay. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Saufa Muhammad. Ni dada mkuu wa Kirinjiko ya pili nadhani. Lakini tumeleta wa kwanza, ile dada ya pili wa pili. Leo tumekuja kujumuika na watoto wetu hapa. Tumekuja kuwapa msaada hii kidogo tulichojaliwa na Mwenyezi Mungu, kama hii iwe kama kwamba iwe chachu kwamba jamani, tulipotoka Kirinjiko kule tumekuja kwenye jamii sasa. Sio sisi tu yani ule upendo wetu na yale ambayo tumefundishwa pale Kirinjiko tugawe kwa jamii ambayo inatuzunguka. Kama hivi mfano wetu ndo kama huu, tumekuja kuwapa mfano. Kwa hiyo nawaita na Kirinjiko wenzangu, wadogo zangu wengi, dada zangu wengine walikuwa wakubwa, tukaribie wote jamani, tukaadhimisha siku yetu kwa raha, siku yetu kwa amani na furaha, hiyo tarehe 19 Kirinjiko bila kukosa. Yani unaona upendo ule, yani hapa tumekutana, yani kila mtu anadhani yani anatamani ile siku ifike kesho. Kwa hiyo naona wewe ambao uko fikiria, sisi tunafikiria tunatamani kesho ndio tuende Kirinjiko, tuwe pamoja kama hivi upendo tulikutana nao huu. Kwa na washauri karibuni tarehe 19 inshallah, Allah tujalie uwezo tuparticipate pamoja katika hiyo siku. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Zainab Masudi Msemo. Nimesoma Kirinjiko kuanzia darasa la 2 mpaka form 4. Leo tumekuja hapa kwenye kituo cha watoto yatima kutoa msaada, na hii yote ni kuelekea kuadhimisha maadhimisho ya miaka 25 ya Kirinjiko. Tunaomba jamani muhudhurie kwa wingi. Kirinjiko ni sisi. Mnapokuja nyie kuipamba Kirinjiko ni kuitambulisha kwa watu wengi na shule yetu kuzidi kukua, kwa sababu tutafika mbali, na mpaka hiyo siku inshallah tuweke uhai tukaiazimisha Kirinjiko, kwa sababu nauli tutakayoitoa hapo kwenda huko yote Mwenyezi Mungu ataiwekea malipo. Tunaenda kwenye kheri na tutafanya kheri, na Mwenyezi Mungu azidi kutuzidishia.